Tarehe 12 Agosti 2026 na kusalimu sana popote pale ulipo mtazamaji wa SQF TV. Uko nami Pendo Cotton ambaye nakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Askari 60 wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kutoka mikoa 26 ya Tanzania wamejengewa uwezo wa kutoa huduma kwa majeruhi na kukabiliana na changamoto za afya akili kupitia mafunzo maalum ya paramedic na huduma ya kwanza yanayoendelea jijini Arusha. Mafunzo hayo yameandaliwa na taasisi ya The Same Qualities Foundation kwa kushirikiana na kopi kutoka nchini Marekani, huku yakilenga kuongezea askari hao ujuzi wa nadharia na vitendo katika kuwaokoa majeruhi wa ajali za barabarani, majengo na majanga mengine. Tuungane na mwandishi wetu Boniface Alan akituarifu zaidi. Akizungumza wakati wa mafunzo hayo, Dr. Peter Mabula, mkurugenzi wa taasisi ya The Same Qualities Foundation, amesema mafunzo hayo yanalenga kuongeza uwezo na ujasiri wa askari katika kutoa huduma ya awali kwa majeruhi kabla ya kufikishwa hospitalini. Amesema askari hao wamejifunza namna ya kuhudumia majeruhi wenye hali mbalimbali, ikiwemo aliye katika hali ya fahamu au asiye katika hali ya fahamu, mwenye kuvunjika mifupa pamoja na mwenye kupata madhara kwenye uti wa mgongo na kiuno. Okay, naitwa Dr. Peter Mabula, mkurugenzi wa The Same Qualities Foundation, na tuko hapa katika mafunzo ya askari wa zimamoto na uokoaji. Watu wafanye jinsi ya kuokoa majeruhi wiki ya pili, na hili ni kundi la pili ambako kupitia kurugenzi ya zimamoto na uokoaji chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani tumepewa askari 60. Wiki iliyopita tulifanya askari 30 na wiki hii tunafundisha askari wengine 30. Na leo ni siku ya 3 ya mafunzo haya baada ya siku 2 ambayo Alhamisi na Ijumaa tutakuwa tunafunga wanahitimu. Lakini mafunzo haya lengo lake kuu ni kuweza kuwekea uwezo na mbinu na elimu ya kuweza kuokoa hasa majeruhi katika majanga mbalimbali, ajali za barabarani, kwenye majengo na sehemu zingine. Kwa tunawajengea uwezo wa nadharia na vitendo kuweza kumudu kuokoa. Wao wana mbinu na mafunzo ya uokoaji, lakini tunawaongezea kitu ambacho kinaweza kuwapa ujasiri zaidi ili kuweza kuokoa maisha ya wengi. Na hili ni zoezi endelevu ambalo kila mwaka tunafanya hivyo, na tunapanga sasa kuongeza ili tuweze kufundisha zaidi. Watu wa askari 60 kwa mwaka ni wachache, kwa tunapanga kuongeza idadi tuweze kuwafundisha wengi zaidi ili waweze kuwafikia Watanzania wengi zaidi katika mikoa yote. Tunashukuru sana Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kutupatia askari hao 60 ambao wametoka kwenye mikoa 26 Tanzania nzima. Kwa hiyo tunaamini pia wakitoka hapa wataenda kuwafundisha askari wengine waliobaki pale. Kwa upande wao, washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kuwa wamepata ujuzi ambao utawasaidia kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao, huku wakisisitiza umuhimu wa mafunzo hayo kuendelea kutolewa kwa askari wengine. Naitwa Sergeant Juma Makame Msomi. Mimi ni zimamoto na uokoaji, natokea mkoa wa Mtwara. Katika mafunzo haya nimefarijika kwa kiasi kikubwa, kwa maana nimejifunza jinsi gani ya kumhudumia majeruhi wa aina yoyote, awe conscious, awe unconscious, awe amepata fracture ya aina yoyote, awe amepata shida yoyote. Kabla ya kufikishwa hospitali, majeruhi huyo mimi naweza kumhudumia kupitia mafunzo haya niliyopata hapa. Ningeomba serikali iongezee bidii na fungu kwa ajili ya training zaidi kwetu, hata askari wapya wajao, ili iweze kutuongezea ufanisi katika utendaji wetu, ili tuweze kuisaidia jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa ZMM 0758 Fire Constable Matias Candidus Kunanga. Ni constable wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, natokea mkoa wa Simiyu. Tumepata vitu vingi ambavyo vimetusaidia, vimetuongezea uwezo wa kwenda kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia tumepata elimu ya saikolojia, namna ya kudili na watu wenye shida ya saikolojia, lakini sisi wenyewe kama wahudumu wa hao watu ambao tunaenda kuwahudumia. Kwa hiyo tumeweza kufahamu ni kwa namna gani tukiwa katika hali mbaya za kisaikolojia tuweze kuyashinda au kushinda hizo hali. Mfano tukiwa kwenye stress, lakini pia tukikutana na watu wa namna hiyo, je, tutumie mbinu gani kuwapa msaada? Kwa hiyo sisi tutakuwa mabalozi wazuri kwa wenzetu, kwa maana sisi tumekuja kufundishwa ili tukawe wakufunzi kwa wenzetu. Kwa majina naitwa ZMK 0566 Fire Constable Serafina Constantine Mnonjera. Nimetokea mkoa wa Ruvuma,
Tumefika hapa Arusha kwa ajili ya paramedic training ambazo zinaweza kutuongezea ujuzi kwa ule ujuzi ambao tulikuwa nao. Tukishakutana na mtu ambaye ana shida na afya ya akili, tusiwatenge, bali ni kupokea kile kitu ambacho wao wanacho, na pia ni kuwaelekeza jinsi ya kutatua ile tatizo ambao wanalo. Ninaahidi kutoa elimu kwa wale watu ambao hawana elimu, na pia kuongeza ujuzi kwa wale watu ambao hawana elimu kuhusiana na swala zima la afya ya akili. Mafunzo hayo ni sehemu ya mpango endelevu unaolenga kuongeza idadi ya askari wenye ujuzi wa huduma ya kwanza, uokoaji na msaada wa kisaikolojia ili waweze kuwafikia wananchi wengi zaidi katika mikoa mbalimbali ya Tanzania. Kutoka hospitali ya JKCI ALMC Arusha, mimi ni Boniface Allen. Shukrani sana Boniface kwa taarifa hiyo, na nikirejea hapa Arusha, hospitali ya JKCI ALMC imeendelea kutambua umuhimu wa kutoa huduma zenye weledi, upendo na kujali wagonjwa, jambo lililomfanya mkazi wa Kahama Gloria Macha kurejea hospitalini hapo kwa ajili ya kutoa shukrani. Amerejea kuwashukuru wafanyakazi wa kitengo cha wagonjwa mahututi ICU kwa huduma nzuri aliyopatiwa baba yake wakati wa matibabu. Kuja kuwashukuru hiyo odi naijua ni ngumu sana kuliko odi nyingine zote na hisi hapa. Nimekuja kuwashukuru kwa muda mliokuwa mnakaa na baba yangu mzee Hamisi. Mimi ni mtoto wake, nilikuwa niko hapa naye hospitali, lakini niliona huduma zenu, mlimhudumia baba yangu vizuri, na yeye alikuwa ananiambia na alikuwa anasema kabisa, jamani hawa watoto wanajitahidi sana kunihudumia mimi, ila tu labda Mungu tu yeye mwenyewe aamue. Na kweli Mungu ilifika wakati wake ukafika, akapumzika. Nimesema nije tu niwashukuru. Yaani nawasema asante sana. Mungu wa mbinguni awakumbuke, awabariki kizazi chenu chote. Kwa kweli kwa maneno yatamka hapa, naomba Mungu akatende. Mnaweza msione leo, lakini hata baadaye mtaona. Kwa sababu naambia utabarikiwa kizazi cha kwanza mpaka cha 4. Na mimi natamka wote, na wengine nitamani na wengine wote niwakute, sababu nimeshawakariri. Karibuni sana Kahama. Yaani mkitokea mmepita Shinyanga Kahama, karibuni sana. Nitawapokea. Nyie ni ndugu zangu. Ndugu zetu wote, familia yetu imefurahi na yaani mimi nimekuja hapa kwa niaba. Wananchi wa mkoa wa Mtwara wameishukuru serikali ya awamu ya 6 kwa ujenzi wa shule za kisasa za misingi na sekondari pamoja na wodi ya wazazi, hatua inayosaidia kupunguza changamoto za elimu. Na shukrani hizo zimetolewa wakati wa ziara ya siku 3 ya Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga aliyetembelea majimbo ya Ulindi, Newala mjini, Newala vijijini na Tandahimba kukagua na kuzindua miradi hiyo ya maendeleo. Watoto wetu kwa kweli walikuwa kwenye mazingira magumu kama unavyoyaona. Watoto wetu walikuwa nasoma yani kwenye mazingira magumu ambayo hayafanani na kusoma watoto wetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana. Tunasema mama asiache moyo huo, aendelee kutulea. Hali ya kumwandaa mtoto kwangu itakuwa ni vizuri sana. Kwa sababu nitamwandaa, kwa sababu anaingia kwenye mazingira mazuri na nitamwandaa vizuri. Blandina Leonard, darasa la 7. Tulikuwa tunasomea madarasa haya. Sasa tumepata madarasa mapya ambayo kule. Tunashukuru sana na tunawashukuru. Mimi kama mzazi binafsi nafarijika sana kuiona hii shule, kwa sababu watoto wetu walikuwa wanapata shida sana, hususan kipindi cha mvua. Kama vile majengo mnavyoyaona, inapofika kifuku wale watoto wanaloa kwa sababu ya upepo mkali. Wanavyorudi shuleni, wakija kijijini kule, daftari zimeloa, uniform zimeloa. Ukiuliza sababu nini nadai mle shuleni, upepo naingia mkali sana, maji. Kwa hiyo mpaka kufikia hii serikali ya awamu ya 6, nashukuru sana. Yaani mama sijui nini nimpe kutokana na jinsi alivyotuboroshea. Kiukweli Samia, uliko kama utanisikia, uendelee kudumu milele. Amina. Shukrani zangu nyingi sana za dhati kwa Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa awamu ya 6 wa Tanzania, kutokana na mambo mazuri ambayo ametufanyia, kutokana na shule yetu jinsi ilivyokawa chakavu mpaka hivi sasa tunaiona shule mzuri ambayo ni mzuri zaidi. Kwa kweli kwa ukanda huu wa jimbo la Lulindi tunashika nambari 1. Tunamshukuru sana Mama Samia, kwa maana watoto wetu walikuwa wanataabika sana wakati wa masomo. Hasa hili jengo lilikuwa linawapa changamoto kwa kweli, kwa sababu huwezi kusoma kwenye jengo bovu alafu maendeleo yakawa mazuri.
muda wote wakiona mvua walikuwa wanafikiri kwamba hili jengo litadondokea, lakini kwa sasa naamini watoto wetu watasoma vema kwa furaha, kwa kujiamini, wakijua kwamba kazi hii imefanyika na Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tunamshukuru sana, hatuna cha kumpa zaidi ya pongezi zetu na zile kura ambazo tuzilimpa kipindi anakuja kujinadi. Ninawaomba sana tuendelee kuwa na imani na serikali yetu ya awamu ya 6. Tuendelee kuisemea, tuendelee kushirikiana na serikali yetu kwa ajili ya maendeleo. Na tulivyoshirikiana na kupendana sisi serikali na nyie wananchi wenzetu, na ndio maana tunapata maendeleo namna hii. Kwa hiyo mimi na uhakika kwa namna watu wa Lulindi na watu wa Chilimba mnavyoipenda serikali yenu, mimi ninawaahidi tutaendelea kuleta maendeleo Lulindi na Chilimba. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Daktari Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar ina fursa kubwa za kunufaika na mazao ya mwani kwa kuongeza uzalishaji wa zao hilo linalohitajika katika soko la dunia na kuongeza thamani yake ili wananchi wapate bei nzuri na kuongeza kipato. Daktari Mwinyi amesema hayo leo Agosti 12 wakati akizindua tamasha la Kizimkazi linalofanyika Kizimkazi Zanzibar. Amesema mkoa wa Kusini Unguja unaendelea kupiga hatua katika maendeleo hususan katika ujenzi wa hoteli za kitalii, hatua inayochangia kuimarisha sekta ya utalii na kukuza uchumi wa Zanzibar. Kwa upande wa zao la mwani, tunayo fursa kubwa ya kunufaika na zao hilo kwa kuzalisha mwani unaohitajika zaidi katika masoko ya dunia pamoja na kuongezea thamani ili wananchi wapate bei nzuri tofauti na ilivyo sasa. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, mkoa wa Kusini Unguja unazidi kupiga hatua katika uwekezaji, hasa katika ujenzi wa hoteli za kitalii. Natumia fursa hii kutoa shukrani kwa wawekezaji wa sekta binafsi, hasa wamiliki wa hoteli za kitalii kwa kushirikiana na serikali katika kufanikisha mipango yetu mbalimbali ya maendeleo, hasa katika kuimarisha sekta hii ya utalii. Tunatambua mchango wao katika kuongeza idadi ya watalii nchini, kuchangia pato la taifa kwa ulipaji wa kodi na tozo mbalimbali, pamoja na fursa za ajira kwa vijana wetu. Na wahimiza muendelee kutoa ushirikiano na kutumia fursa zilizopo katika uwekezaji katika maeneo mbalimbali nchini. Ahadi yangu ni kuwa serikali itaendelea kutoa ushirikiano na kuzidi kufungua milango ili kurahisisha shughuli za uwekezaji nchini, hasa katika sekta za utalii, viwanda na uchumi wa bluu. Vijana wanaopata fursa ya kwenda kusoma nje ya nchi wametakiwa kutumia nafasi hiyo kupitia kusoma masomo kuhusu akili unde, kwani kwa sasa dunia inaelekea huko. Wito huo umetolewa na mkurugenzi wa Global Education Link Abdul Malik Moli wakati wa kukabidhi nyaraka mbalimbali za kujiunga na vyuo nje ya nchi, ambapo katika tukio hilo wanafunzi 387 wameondoka kwenda kusoma nchini China na India. Huyo ndio IBM, yuko ndani ya chuo chako. Unamtumiaje wewe? Unamtumiaje? Ili na sisi siku moja tulete hizi center huku. Unaingia wewe ni mwanafunzi kweli wa business. Kwani nani kakwambia mwanafunzi wa business aende kuangalia mambo ya engineering? Si ndio uje uyafanyiage biashara, si ndio? Si uende kwenye workshop ya engineering ukakute wanatengeneza vibajaji, ukakute wanatengeneza pikipiki ndani ya chuo kikuu. Si wanatengeneza. Nani kakwambia tu unaenda kusoma business administration? Kwani business administration mwisho wa siku sinatakiwa kwa kuna product ya kuuza? Sinatakiwa una product ya kumanage. So how you do manage? Haya mambo ya biology. Mambo ya biology ndio ya biashara. Ndio jamii huku wanataka mambo ya medical equipment, si ndio? Si uende ukaangalie. Tunaombeni tuwatume kusoma, lakini kusoma isiwe tu ya GPA, kusoma iwe pia ya SIDO za kule mkaziangalie. Si ndio jamani? Kuliko tu unatumia muda wako, twende bwana klabu. Kufanya nini? Klabu haikupi mashine.
Jina langu naitwa Washuda Kenneth Milinga, nimemaliza St. Mary's Mazinde Juu form 5 na form 6 miaka miwili. Baada ya kumaliza form 6 kiukweli nilipata changamoto ya kutafuta agent wa kwenda kusoma nje, kwa sababu it has been my dream kwenda kusoma nchi za wenzetu, nijue experience, nijue new skills na nijue vipi naweza nika innovate vitu kutoka kwao kuja huku. Lakini mara ya kwanza wakati tuliyempata alikuwa kidogo yumbisha katika kuchagua kozi zangu, kwa sababu waliniambia kwamba kuna shida, kwamba umechelewa, tubadilishe kozi. Yani walikuwa wanaenda kwenye malengo mengine, ambapo wazazi wangu wakasema hapana, tafuta kitu kingine, yani ustick na kozi hiyo hiyo unayoitaka. Kwa hiyo ilitufanya tufikiri sana. Kwa hiyo tukakaa tukapata Global Education Link, tukapata agent mzuri sana, amekuwa na sisi kuanzia mwanzo wa safari mpaka sasa na mpaka hadi nitapomaliza masomo yangu. Nikastick na kozi yangu, wakanipa vyuo, wakanipa kila kitu. Tukawa tunaenda step by step, pale tunaposhindwa hatuelewi anatuelekeza. They're very supportive, they're very nice, wako vizuri sana, wanasikiliza 24 hours, ukiwapigia, ukiomba msaada wapo just there for you. Kamanda wa polisi mkoa wa Mjini Magharibi, kamishna msaidizi wa polisi ACP Althoni Bamzi ametoa wito kwa mashabiki na wananchi kudumisha amani, utulivu na nidhamu kuelekea mchezo wa ngao ya jamii kati ya watani wa jadi Simba na Yanga, akisisitiza kuwa jeshi la polisi limejipanga kikamilifu kuimarisha ulinzi ndani na nje ya uwanja. Ndugu waandishi wa habari, ninayo furaha kubwa tena siku ya leo kuwaita kwa ajili ya kufanya au kujulisha umma kuhusiana na mchezo wa ngao ya jamii unaotarajiwa kufanyika kesho, ambao utajumuisha timu pinzani Yanga na Simba. Nafikiri nyote wananchi mnajua Yanga na Simba ndio timu pinzani kubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo tunatarajia mchezo huu utafanyika kesho siku ya Jumatano, ambayo ni tarehe 12 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 2 katika uwanja wa New Amani Complex. Najua mchezo huu una hamasa kubwa na mara nyingi mashabiki wengi wanakuwa na miemko mbalimbali. Kila mmoja atumie fursa hii kesho kwa ajili ya kusherehekea mchezo huo, kwa ajili ya kufurahi bila kuvunja sheria, kanuni na taratibu za nchi. Jeshi la polisi halitakuwa tayari kwa mtu yeyote au kikundi chochote kuvunja taratibu au kuvunja sheria za nchi kisingizio cha ushabiki. Yeyote atakayekwenda kinyume na sheria na kanuni na taratibu za nchi, hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Kwa hiyo niwatake tu wale ambao wamekuja Zanzibar na wanategemea kwenda katika uwanja wa New Amani Complex wafike mapema uwanjani ili kuondoa msongamano usio wa lazima muda ule ambao unakaribia mechi hizo kuchezwa. Jua siku ya kesho kutakuwa na vyombo vya moto barabarani, kutakuwa na wananchi wengi barabarani. Kwa hiyo niwatake tu wale wamiliki wa vyombo vya moto na wanaoendesha vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani. Vile vile kuhakikisha wanatii maelekezo watakayokuwa wanapewa na watu wa usalama barabarani. Jeshi la polisi Mjini Magharibi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola pamoja na kamati mbalimbali za maandalizi ya mchezo huu tumejipanga vyema kabla, wakati na baada ya mechi hii kuhakikisha kunakuwa na amani na utulivu na usalama. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndo tamati ya SQF habari kwa siku ya leo. Asante sana kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kwamba kambi ya upasuaji wa mdomo wazi inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama kuanzia Agosti 17 mpaka Agosti 24. Mimi ni Pendo Gotton, nikutakie jioni iliyokuwa njema.